Coach, hongera kwa mchezo wa leo. Nashukuru sana. Kwenye uwanja wa ugenini mmeweza kuondoka na alama 3. Ilikuwa ni mechi ya namna gani siku hii ya leo kwani? Kwanza mechi ilikuwa ngumu. Mechi ilikuwa nafikiri ukiangalia jinsi walikuwa wanacheza kimbinu na jinsi ambavyo Gunners walikuwa wanacheza, walipata nafasi ya kudominate sana mpira, kutawala mpira. Na sisi tulikuwa na uwezo wa kujizuia vizuri, kujilinda vizuri. Nafikiri mechi ilitakiwa iwe sare, lakini kosa moja walilofanya Gunners, basi ikabadilisha magoli tupate ushindi. Kawaida si mechi za ugenini huwa tuna train sana jinsi ya kujizuia ili tusipoteze point, na hicho nafikiri tumefanikiwa sana kwenye hizo mechi ambazo tunacheza away. Inaweza kuwa inachagizwa na namna ambavyo ulikuwa unacheza miaka ya nyuma kama mlinzi, na sasa hivi timu yako inaonekana kuwa imara sana kwenye eneo la ulinzi. Hapana, sasa hivi mpira umebadilika sana. Kwa hiyo siwezi kusema eti ni hivyo, lakini labda ni aina ya wachezaji tulionao na jinsi ambavyo huwa tunajipanga kabla mechi husika. Kwa hiyo ndio maana unakuta mechi za ugenini tunakuwa tunajitahidi sana na tumekuwa tuna performance nzuri kwenye mechi za ugenini. Kwa hiyo kiujumla mchezo kwa mzuri kwa timu zote mbili. Tulikuwa tuna aina mbili tofauti za timu. Gunners walikuwa wanaweza kucheza kutokea nyuma vizuri hadi mbele, lakini sisi tulikuwa wazuri kwenye kujilinda. Kwa hiyo umeona hata goli tulofunga ni mpira mrefu ambao umechezwa kwenye eneo, mabeki wameshindwa kutoa mpira, striker wetu akaweza kumalizia golini. Kwa hiyo umeona ilikuwa ni timu mbili tofauti ambazo zina mtindo tofauti wa kucheza, zina mbinu tofauti, lakini mpira mmoja umeamua matokeo. Lakini timu yako pia ilitengeneza nafasi nyingi sana siku hii ya leo za wazi na ikashindwa kuzitumia. Hilo nafikiri ni tatizo letu. Hata mechi za nyumbani tumekuwa tukijaribu kutengeneza nafasi, lakini nafikiri tuna tatizo hilo na tunaendelea kulifanyia kazi. Lakini kikubwa ni kuwa tuna uwezo wa kupata goli kila mechi. Hicho ndio kitu ambacho kinatupa matumaini na wenzangu kuendelea kuwa kuna matumaini ya kufanya mazoezi kila mara, kurudia sehemu ya kumalizia tu watulivu. Kwa namna ambavyo wachezaji wazoefu kama Jola Mgoveke, nimeona golini au ni Kalambo, wanaweza wakawa wamepelekea hichi ambacho kimepatikana leo au hicho ambacho umekuwa mkipata kwenye mchezo mliocheza mpaka sasa hivi mchezo huu? Ni wachezaji muhimu na wanatusaidia kwa uzoefu wao, lakini mimi niseme ni squad ambayo tuko nayo. Si hatuangalii mtu mmoja mmoja, na ukiona kikosi chetu kinakuwa mtu akitoka kunakuwa na mabadiliko, lakini sisi staili yetu ya kucheza inabaki vile vile. Kwa hiyo niseme ni wachezaji muhimu kwetu, lakini sisi tunaamini kwenye group ambayo tuko nayo. Hatuamini kwenye mtu mmoja mmoja wala wachezaji baadhi. Yeah. Lakini pia mchezo unaofuata ni dhidi ya Barbarian ambao pengine mmeweza kuwaona mara kwa mara kwa sababu wako karibu na sehemu ambayo pia mpo. Mmejiandaje ama maandalizi yatakuwa vipi kuelekea kwenye mchezo wa Barbarian ambao pia hajana matokeo mengi kwenye michezo hivi karibuni? Mimi nafikiri niseme maandalizi bado hajaanza, ingawa tuna muda mfupi ni muda mfupi wa kufanya mazoezi. Tunacheza tarehe 21, ukiangalia ile tarehe 17, kesho tunasafiri, kwa hiyo tunakuwa na tarehe 19 na 20. Umeona ni siku moja, huwezi kusema tutajiandaa vipi. Mimi niseme tu tutakaa na wachezaji tujadiliane jinsi wale wanavyocheza na tuandae mpango wetu ambao tunaenda nao, na tunacheza sisi ndio wenyeji. Kwa hiyo ukicheza nyumbani mara nyingi timu yako inatakiwa inaweza kushambulia, ndio kitu ambacho tunaamini. Timu iko nafasi ya 3. Tutarajie kuiona ligi kuu kwa malengo ambayo uko nayo wewe, lakini pia malengo ya timu. Sisi tunaenda kidogo kidogo, lakini hakuna watu ambao wanaandaa kitu hawapendi kufikia malengo fulani. Kwa hiyo sisi tunachukua mechi kwa mechi. Ikitokea huko mbele basi tutajua ambacho cha kufanya, lakini tunatamani sana timu irudi ligi kuu. Asante sana. Asante.